Goli la Chama litatesa watu sana. Kwa nini? Bakari Nondo kajibu. Kama alikuwa anafanya mazoezi au? Kipa kakasirika. Kipa hakuumia wala nini jiji ala. Kakasirika, Chama ananifunga hivyo hivyo na wewe unanifunga kama Chama. Nawaza kweli? Lile goli bora kuliko la Chama. Watu wanaitaka Puskas. Goli bora. FIFA waiangalie, warudie hii mechi. Mamnyeto akafunga goli kali. Miongoni mwa timu dhaifu katika ligi kuu kwa sasa ni Young African. Ni timu dhaifu kweli kweli, imebebwa hapa katikati vibaya. Imebebwa na Simba, imebebwa na Namungo, imebebwa mamechi mengi, mechi na KMC, umeelewa vizuri. 2 penalty brother. Wamenyimwa, ni timu dhaifu kweli kweli. Waamuzi tu taktiki waamue katika haki. Yanga uwezo wa kufunga timu yote katika ligi hii upo Kwa sasa. Mimi ndo nakueleza haupo. Na ndio maana wanatafuta romance vidogo vidogo. Tunashukuru leo mpira umefanya kazi. Umeendelewa vizuri, tuwaombe viongozi wetu wawapange wachezaji katika utayari kweli. Kesho ni swala la kwenda kumbutua tu yule Mashujaa. Tukimalizana na Mashujaa, Azam anahitaji kuja nafasi ya pili, Yanga anaweza kushuka akawa watatu. Ni jukumu la Azam tu kutengeneza na yeye mazingira kama watu wengine, na bado kuna mechi zinunuliki kwa Abdalla, unataka komenti za matusi? Unataka komenti za matusi Abdalla? Mtoto amemtukana baba bana. Yaani leo Mavunde sijui ukoje za hizi. Mavunde sijui hali yake ikoje za hizi. Yaani tena sikiliza, baada ya ripoti hii inakuja ripoti nyingine. Dodoma Jiji nao wamefungiwa mshahara mwezi huu hamna. Haki ya Mungu, tuko tarehe 13. Hamna mshahara. Mavunde anaumwa hivi. Kabisa, yani katika siku nina furaha leo, nina furaha. Pamoja kwamba waamuzi wanastahili kuadhibiwa tena kwa kumpa Alan Okello goli 8 wakati atakiwa kuwa na 7. Nina furaha kubwa sana. Nina furaha kubwa Abdallah. Kabla ya kunioji vitu vingine vipaswe kuoji. Goli la Chama litatesa watu sana. Kwa nini? Bakari Nondo kajibu. Kama alikuwa anafanya mazoezi au? Kipa kakasirika. Kipa hakuumia wala nini jiji ala. Kakasirika, Chama ananifunga hivyo hivyo na wewe unanifunga kama Chama. Nawaza kweli? Lile goli bora kuliko la Chama. Watu wanaitaka Puskas. Goli bora. FIFA waiangalie, warudie hii mechi. Mamnyeto akafunga goli kali. Mimi ukiniuliza goli la Chama na Mamnyeto, ala Mamnyeto hatari. Mpaka Jiala amechukia. Anaenda kwenye benchi anamuonyesha yule nani yule kocha wa golikipa, anamwambia soka kama vile Chama anibutue hivyo hivyo na wewe beki wangu. Wale kwanza mbavu zitaniuma isipotarajiwa. Yani Yanga B kaifunga Yanga. Siwezi kuacha kusema Yanga B kaifunga Yanga, lakini ndo mchezo wa mpira huo. Kuna muda wewe una quality ndogo, wachezaji wameloa jacho. Unajua mchezo wa mpira una kunongonezana, kuna wakati unanongonezana na kuna muda utakukataa tu. Mwenyezi Mungu si ndo huyu kawasaulisha Dodoma kama mpona kaka. Dodoma wamebutua blaza. Abdalla, sina la kufanya ila niseme alhamdulillah. Nimeshukuru sana. Ndio zinaanza upya. Mimi nimesema muda mrefu kabla Yanga hawajadondosha. Kwanza sikuwahi kuamini kuwa Yanga wanaweza kwenda bila ya kudondosha, sijawahi kuamini. Kwa sababu unawafahamu miongoni mwa timu dhaifu. Yanga ni timu dhaifu, imeendelea tu kuwa inabebwa. Hata matokeo ya leo yangeisha 2-1, mshika kibendera angetujibu. Hakuona wapi ile offside ya Alan Okello. Yaani alikuwa wapi? Ametafsiri offside nyingi. Kwa nini Alan Okello asiwe offside? Na tumekiona kwa sababu mechi zote utakazoona yule kiongozi wao yupo. Kuwa makini na wao waamuzi. Yupo mwamuzi mmoja atawaua. Ila yupo mwamuzi ungeniuliza anapaswa kupewa nini, ningesema yule anapaswa kushika kibendera kila big match. Mwamuzi alokaa upande wa kulia alikuwa na maamuzi sahihi kweli kweli. Yes. Lakini sio wewe mwamuzi ambaye wewe unakubali Alan Okello yuko offside anakwenda kufunga. Wewe unafikiri kama sio Bakari Nondo kutaka kumlipa Clatous Chota Chama singekuwa 2-2. Tunamshukuru Bakari Nondo, beki mkubwa. Na mimi natamani goli la Chama liondolewe sasa hivi katika mitandao. Tembea goli la Bakari Nondo Mamnyeto, mwanaume. Kafanya kazi kubwa sana. Team captain.
Kapeleka pointi 3 kwa Yanga B na wameinusuru Dodoma zishuke. Mimi sina ramu ya kuongelea mpira Abdallah. Nimeuona mpira vizuri tu. Dodoma Jiji wamecheza kwa quality kubwa, wameonyesha wao ni wakubwa kuliko Yanga. Na nithubutu ndio Dodoma Jiji ni timu kubwa kuliko Yanga, ingawaje ni mdogo wao. Yaani siachi kusema, mimi sijai kuambiwa unafiki. Ila kwa maana ya quality Dodoma Jiji wana quality kubwa. Miongoni mwa timu dhaifu katika ligi kuu kwa sasa ni Young Africa. Ni timu dhaifu kwa kweli, imebebwa hapa katikati vibaya. Imebebwa na Simba, imebebwa na Namungo, imebebwa mamechi mengi, mechi na KMC, umenielewa vizuri. 2 penalty brother. Wamenyimwa, ni timu dhaifu kwa kweli. Waamuzi tu taktiki waamue katika haki. Yanga uwezo wa kufunga timu yote katika ligi hii upo kwa sasa. Mimi ndo nakueleza upo. Na ndio maana wanatafuta romance vidogo vidogo. Tunashukuru leo mpira umefanya kazi. Umeendelea vizuri, tuwaombe viongozi wetu wawapange wachezaji katika utayari kweli. Kesho ni swala la kwenda kumbutua tu yule Mashujaa. Tukimalizana na Mashujaa, Azam anahitaji kuja nafasi ya pili, Yanga anaweza kushuka akawa watatu. Ni jukumu la Azam tu kutengeneza na yeye mazingira kama watu wengine, na bado kuna mechi hazinunuliki kwa sasa. Sisi tunajua Yanga wanazo mechi ambazo hazinunuliki. Simba kwa champion, mimi nilitabiri kabla Yanga kufanyaje? Kudondosha. Ila asante Bakari Nondo Mamnyeto, fundi wa mpira, kijana wa Tanga, Mdigo sijui kutoka Gezani au wapi. Bakari Nondo, mimi sina maneno kwa kweli, ndo beki bora. Well done kwa naanza leo. Chama goli afunge kabla. Chama anafungaje kwenye nyavu za Kasari? Chama kawafunga Yanga, Bakari Nondo kawafunga nani? Ndio naulizaje, Chama anafungaje kwenye nyavu za Kasari? Nasema Chama kawafunga Yanga, si ndio? Bakari Nondo naye si Yanga wao. Hata kwa nini simsifie? Ndugu yangu, watu wasije wakatukana sana. Hii ndo football. Yanga walipaswa kujua hii ndo football. Ana kidogo. Umeelewa vizuri huu ndo mchezo wa mpira, utanunua wewe, kuna siku kununua kutakataa. Hata leo kilichotokea, Yanga aliamini mdogo wake kanongonezwa, kumbe simu ya Mavunde ilishiwa chaji. Bana waambia ni utani huu lakini Naweza kushangaa mwito huu. Unbeaten. Mimi watu watanitukana kwa sababu nimecheka sana. Nimeona unbeaten inaendelea. Umeelewa Tunaanza moja. Tunaanza moja na watu kama wanahitaji unbeaten nyingine itakuja. Nadhani sio wanacheza na nani mechi ijayo. Waanze kuhesabu hapo unbeaten kwenda mbele. Ila nimeshukuru sana, nimeutazama mpira. Nimetazama vijana wameonewa. Nimetazama kumbe hawa vijana hawa Dodoma Jiji, huyu Mavunde aipishe timu, wamwachie mtu mwingine, wao wanaweza kuwa mabingwa baadaye. Watokane na Yanga B tu, umenielewa? Watakuwa mabingwa baadaye. Na tukisema Yanga B, sisi tuwaelimishe watu kupitia kituo chetu. Mlezi wa Dodoma Jiji ni Anthony Mavunde. Mavunde ndo mwenyekiti. Kama katuondolewa juzi la watawi la Yanga bungeni. Tunaelewana sijui? Ndo mwenyekiti wa tawi la Yanga bungeni. Huyu mtu anakuwaje asiwe Yanga? Mimi hapa ukinipa klabu yoyote kwa sasa, nitaendelea kuipendelea Simba mpaka mwisho, tu umenielewa? Kwa sababu automatically mimi ni nani? Mpaka watu wanakuamini kuwa mwenyekiti wa tawi la Yanga bungeni. Bunge limekusanya mawaziri na watu wengine. Sasa mimi nimwambie sijui umeme sijui nini, umeona awashe simu, atayaona matokeo. Huyu ndo football. Unafiki hata mimi sasa nimebakisha ngapi? Sitanyanyua tu makwapa chini ya Steve Barker. Bana nikushukuru sana. Asante sana kwa